Tuko na Christina Mwagala, msemaji wa TRA United, atuzungumzie kuhusiana na mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania, lakini pia michezo mingine ambayo imepita na kipi ambacho wanajiandaa nacho kama timu ya TRA. Dada Tina, habari za sasa? Salama, kwema. Mambo yanaendaje ndani ya TRA? Mungu ni mwema kila wakati. Wakati tuambie maandalizi yenu, mmepisha international break, lakini pia mmecheza mchezo wenu dhidi ya Tanzania Prison. Tuambie nini ambacho kinafuata na mmejipangaje kwa ajili ya mchezo mgumu dhidi ya JKT Tanzania? Kinachofuata hivi sasa naweza nikazungumza ni kwamba tuna mechi kesho dhidi ya JKT Tanzania, na baada ya jioni hii ya leo tutakwenda kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Jenerali Meja Isamuhyo kule Mbweni kwa ajili ya mechi sasa ya kesho. Na tumekuwa na wakati mzuri wa zile wiki mbili ambazo tulikuwa tunapisha kalenda ya FIFA, kwa sababu tulikuwa tunajua ratiba jinsi ambavyo ipo. Sawa kwa ratiba ambayo ipo kwa sasa hivi hatuna nafasi kubwa sana kusema kwamba tunajiandaa, kwa sababu zile wiki mbili tulizitumia kwa ajili ya kufanya maandalizi. Lakini pia tuna nafasi kwa kocha Etienne Ndairagije, yeye sasa kuangalia namna ya kuanza kuijenga timu yetu, kama ambavyo tulizungumza naye akasema kwa sasa hivi kazi kubwa ambayo ipo ni kujenga timu ili iweze kuwa bora na mwisho wa siku tukafanya vizuri katika michezo yote ya ligi kuu ambayo iko mbele yetu, lakini pia kwenye michuano ya CRDB Bank Federation. Kwa hiyo wachezaji wangu wana hari, wana morali na wana afya njema, wako vizuri kabisa, na kikubwa ambacho wanachokifanya kwa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba timu yetu inakwenda kupata matokeo. Ndio kitu kikubwa ambacho sasa hivi tunapambana nacho. Ujue TRA alafu ikikosa matokeo unasikiaje hapa? Timu iko nyuma, ina watu wengi wa Tanzania wote tuko nyuma. Unaelewa? Yani TRA alafu inakosa matokeo. Unajua kuna kitu fulani hivi ambacho mtu unakikosa, sawa na ndio maana hata wakati wa mapumziko watu wengi walikonda. Watu walikonda kwa sababu walikuwa hawaioni TRA inafanya nini? Inacheza. Yani Watanzania walipata ule unyonge kwamba kwa nini timu ya Tanzania haichezi, timu ya lipa kodi hatuioni, lakini kwa sababu tulikuwa kwenye mapumziko kupisha kalenda ya FIFA. Kwa sasa hivi Watanzania wameanza kunawiri baada ya TRA kurudi uwanjani kuanza kucheza. Tunajua timu ni nyingi, timu 16 kwenye ligi, lakini Watanzania wote wana shauku ya kuiona TRA United Sports Club muda wote inacheza. Yani ingekuwa ni amri yao, wangeambia bodi ya ligi kwa wakati wa mapumziko basi pia tuachieni TRA iwe inacheza ili sisi tusiweze kuwa wanyonge. Unafikiri kwa nini mashabiki wengi wako nyuma timu ya TRA ambao unazungumzia? Yes, kwa sababu ni timu ya Watanzania wote na ni timu ya walipa kodi. Na Watanzania ndio walipa kodi. Na walipa kodi ndio wenye timu. Na wenye timu ndio Watanzania. Kwa hiyo ni lazima kila mmoja awe na shauku ya kuiona timu yake inafanya vizuri na inacheza. Kwa hiyo baada ya matokeo ya juzi tumepata ushindi, tumeshukuru Mungu, na ni sehemu ya kujenga timu. Kwa hiyo tunahitaji kuendelea kujipanga zaidi, kujenga timu yetu ili tuweze kuwa bora zaidi katika mechi ambazo ziko mbele yetu. Tunazungumzia kocha Etienne Ndairagije, mmoja kati ya kocha ambao amepita kwenye ligi kuu hapa Tanzania bara. Na umefanya naye kazi kwenye timu iliyopita. Tuambie ujio wake ndani ya TRA umeongeza nini na ni kipi ambacho mlikizingatia haswa kwa kocha huyu? Kusema ukweli kuna kitu kubwa sana kimeongezeka. Kwa sababu cha kwanza pia amewajenga wachezaji kisaikolojia na kuambia kwamba wachezaji sisi tunaweza. Muhimu ni ule ushirikiano, lakini pia kujituma zaidi. Pale ambapo linatoa program na hitaji zaidi mtumike vizuri ili tuweze kuwa pamoja kwa 100%. Na hizo siku 3-4 zile za Tabora, vijana wamepiga mzigo bwana. Vijana wamepiga mzigo. Vijana wamecheza. Wamefanya mazoezi wakiwa na nyuso zenye furaha. Yani hakuna mchezaji ambaye alikuwa anasikia hata njaa au kiu. Break wanakunywa maji, kocha vipi? Ilifikia pointi mazoezi muda umeisha, wachezaji sema kocha tuongeze hata nusu saa. Tuendelee na nini? Tuendelee na mazoezi. Kwa hiyo ile ni kwa namna gani ambavyo wachezaji waliweza kumpokea vizuri kocha na kuweza kumpa ushirikiano, na mwisho wa siku fikiria ndani ya siku 3 ilikuwa mechi, kocha amecheza na amepata ushindi. Ushindi wa kwanza kwa TRA na ushindi wa kwanza kwake, na ikiwa ni mechi yake ya kwanza. Kwa hiyo tafsiri yake tunaamini ushirikiano uliokuwepo ni mkubwa sana kati ya wachezaji pamoja na kocha, kati ya kocha na benchi lake la ufundi, kati ya benchi la ufundi na wachezaji. Kwa hiyo ushirikiano huo kwetu sisi ni kitu kikubwa sana na ni kitu kizito sana ambacho kinatupa nafasi ya kila mmoja kuweza kuhakikisha kabisa kwamba tunapambana kadri tunavyoweza ili tuweze kuifanya timu yetu iwe nzuri, timu yetu iwe strong, na timu yetu basi
iweze kufikia yale matamanio ambayo Watanzania wote wanatamani kuiona ipo. Umemzungumzia kocha huyo na umesema umefanya naye kazi. Tuambie binafsi kiachana na wachezaji, namna ambavyo ana manage timu na kipi ambacho unakifahamu zaidi sana kwa kocha huyo. Ni kocha ambaye ni professional. Anafanya kazi yake kulingana na taaluma yake. Ni kocha ambaye ana upendo. Sawa? Ni kocha ambaye ana upendo, ni kocha ambaye anahitaji sana mtu afanikiwe. Unaelewa? Yani ni mtu ambaye anapenda sana mtu afanikiwe. Kwa hiyo kwa misingi hiyo tunajivunia kuona kwamba TRA tumepata kocha mzuri ambaye atatufikisha katika nchi ya ahadi. Uko nafasi ya ngapi? Nafasi ya 10. Mtokaje pale mlipo? Pale na mimi tunatoka. Pale tunatoka. Namuona Pamba anaongoza ligi. Sasa Pamba ndugu yangu Mwanza. Timu iko Mwanza. Pishana na JKT Tanzania, yani ukaongoze ligi. Kweli? Dunia simama nishuke. Yani nakwambia Pamba ile nafasi moja loka pale, zile ni mbio za basketi. Tunamputa sisi TRA, tunamkuta pale, tunamshusha, alafu tunamwambia nisikize nikwambie, sisi wote tuko huku. Sawa? Na mkubwa Pamba ile inaitwa Pamba Jiji, TRA United Sports Club, timu ya Tanzania, sisi ndo wakubwa. Pamba mdogo. Nanyi mnachukua hadi mapato kwao. Tunachukua kila kitu kwao. Kwa hiyo wale wadogo, kwa hiyo hawezi Pamba Jiji akaongoza ligi pale, na sio Pamba tu. Yuko na JKT wanavutana na JKT. Hivi unajua naangalia ule msimamo. Naanza kusema jamani, yani hao wanaongoza ligi kweli? Wanaongoza ligi, si mimi TRA nimekaa hapa. Haiwezekani. Yani haiwezekani. Unajisikia vibaya kuona pale juu? Naumia sana. Naumia mno. Anaongoza ligi pale. Sisi TRA, timu ya Watanzania wote, timu ya walipa kodi, tuko huko nafasi ya 10 si ya ngapi? Haiwezekani. Tutapambana mwanangu. Lazima tuwashushe. Salamu kwa JKT Tanzania. Tukutane kesho. Kesho tunakwenda kuambia nini maana ya kulipa kodi. Kesho tunakwenda kuambia mafande mnawalipisha kodi. Tunakuambia mafande, ukinunua dai receipt, ukiuza toa receipt. Kodi yetu, maendeleo yetu. Ndio tunakuambia kesho mafande. Yes. Ndio yani sisi kesho tuna story nyingi. Naambia JKT, ukinunua dai receipt, ukiuza toa receipt. Kodi yetu, maendeleo yetu. Tumemaliza. Christina, wewe utamani kusafiri nchi mbalimbali na timu yako kwenye michuano mikubwa? Kweli natamani sana. Yani natamani kusafiri, niende nje ya nchi, niende Misri, niende South Africa, niende Uganda, niende wapi, yani popote pale natamani kwenda. Lakini natamani kwenda kwa namna gani? Ni kwa maana ya maslahi mapana ya timu yetu. Na sisi TRA tuna uhakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutasafiri, tutakwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Kazi gani? Tukikosa klabu bingwa basi shirikisho barani Afrika. Na mtaenda kwa ajili ya ligi kuu au mtaenda na CRDB? Wapi? Popote, lakini as long as kwamba tumekwenda kwenye michuano ya kimataifa.